kuna album ambazo zinatajwa kwenye Bongo Flava kwamba ziliuza sana, na tumekuwa tunaona hata maproducer kama Master J amekuwa akienda kwenye interviews akiongelea kazi ambazo alikuwa anafanya kipindi kile ambazo ziliuza sana. Hizi ngoma ziliweza kukuingizia mkwanja kwa kipindi kile, au ni tofauti na watu wanavyokuwa wanaona kama ngoma zilikuwa kubwa lakini kwa 20% ya kuweza kutengeneza mkwanja kupitia hizi kazi zake? Hapana, siwe muongo. Tangu wakati naanza mpaka sasa mimi naishi kwa sababu hizo kazi. Oh really? Mpaka leo. Yeah. Bana. Okay. Kwa maana kwamba ni ngoma ambazo zinakuingizia mkwanja mpaka leo kupitia njia gani? Digital platforms au kwa njia tofauti kwa sababu hata usiponiona katika game kwenye ushindani wa kutoa ngoma, lakini still bado nafanya kazi nyingi kwenye nchi tofauti shows na vitu vingine ni kwa sababu hizo nyimbo. Oh yeah. That's good, man. Lakini kama msanii unapata mafanikio haya makubwa kwa ngoma kama hizi ambazo zinaishi mpaka leo, si ndio? Inakuwa ni, kwa nini inakuwa ni ngumu, let's say, kwa just a random person labda mpaka afuatilie ndo ajue kama unafanya hizo show? Lakini meaning kama msanii, kwa nini hatuoni ukienda sambamba na digital platforms, let's say kupost hizo shows na vitu kama hivyo? Hicho ndio kitu ambacho tunafanya sasa hivi. Hicho ndio kitu ambacho tunafanya sasa hivi. Sikuwa nafanya hivyo kwa sababu kinachosababisha niweze kufanya kazi hizo ambazo sio lazima zionekane kwa watu wengine ni kwa sababu ya uhai wa nyimbo. Okay. Lakini sio kwamba eti mimi nilikuwa niko busy sana kuachia nyimbo kwenda sawa na wale wanaofanya kazi nyingi kutumia digital platform. So sasa hivi kitu gani ambacho kimekufanya sasa uanze kufanya? Kwa sababu wakati. Okay. Kwa sababu ya wakati. Mimi nipo kwenye game ya Bongo Flava toka tunauza tape.